Nisema First Kings ama Wafalme wa kwanza mlango wa 18 aya ya 17. Nitasoma pia aya ya 38 hadi 40. Tutasoma mafungu kirefu kidogo kwa sababu kuna ya mambo ambayo Bwana ameweka ndani ya moyo wangu na ambayo nasikia tushiriki siku ya leo. Inasema hivi: Then it happened, wacha nisome kwa Kiswahili. Tumesema Wafalme wa kwanza 18:17 inasema hivi: Ikawa Ahabu alipomwona Eliya, Ahabu akamwambia, "Je, ni wewe, ewe mtaabishaji wa Israeli?" Ni swali anamuuliza. Haya, aya ya 30. Kisha Eliya akawaambia watu wote, "Nikaribieni mimi." Watu wote wakamkaribia. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Wale ambao wako na Bible, nataka uandike ama uweke mark kama unaweza kumark, maana is a very powerful word na ndio tunaenda kushiriki leo. Hapo inasema kwamba akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Hiyo ni verse 7b. Haya, twende verse 38. Ndipo moto wa Bwana ukashuka ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwemo katika mfereji. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, "Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu." Eliya akawaambia, "Wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja." Wakawakamata, na Eliya akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko. Bwana asifiwe sana. Mungu amenipa assignment siku ya leo, or my assignment today, nataka kuzungumza juu ya repair your altar, ama kutengeneza madhabahu. Praise the name of the Lord. Kuna tofauti ya kujenga na kutengeneza. Kujenga, unajenga kitu kipya, lakini kutengeneza, unatengeneza kitu ambacho kilikuwepo lakini kikaharibika kwa njia fulani. Na ndio sababu nimezungumza Biblia Kiswahili haina maneno mengi mazuri, lakini Kiingereza inasema repair. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo nataka kuzungumzia juu ya kurepair ama kutengeneza madhabahu ya mioyo yetu. Now, nitasema hivyo kwa sababu kabla ya wewe kukutana na Mungu, kabla ukutane na baraka za Mungu, na kabla Mungu akutokee, lazima kwanza, praise the name of the Lord, lazima kwanza kuwe na kutengeneza madhabahu. Praise the name of the Lord. Ili moto wa Mungu ushuke na mvua ya Mungu ushuke katika maisha yako, kuna kwanza kutengeneza madhabahu. Nitakupeleka pale. Kumbuka wakati huu tumesoma hii hadithi katika Wafalme wa kwanza, ni wakati kulikuwa na shida kubwa sana Israeli. Israeli walikuwa wamekaa miaka 3.5 bila mvua. Yaani kulikuwa na kiangazi kubwa. Na kumbuka kiangazi toka wapi? Kiangazi ilikuja wakati mfalme wa Israeli ambaye alikuwa anaitwa Ahabu alisukumwa na mkewe ambaye alikuwa anaitwa Jezebel. Mnajua Jezebel. Jezebel akaleta mungu wa baba yake ambaye alikuwa ni mfalme wa Zerafa. Huyu Ahabu alitoa mke Zerafa. Hakutoa mke Israeli, alitoa mke wake Zerafa ambao alikuwa ndio makao makuu ya miungu ya wakati ule. Kwa hivyo sasa Jezebel akakuja na mungu wa baba yake, akaintroduce mungu wake kwa Ahabu ambaye alikuwa ni mfalme wa Israeli. Ahabu akakubali
bali kama Mungu atakayekuwa akiabudiwa Israeli. Kwa hivyo wakavunja madhabahu ya Bwana Mungu wa Israeli, wakainua madhabahu ya Baali. Walipofanya hivyo, ndipo tunasoma katika Biblia, Elijah akamtokea Ahabu akamwambia, kuanzia leo hakutakuwa na umande wala mvua kwa miaka 3.5, kwa sababu mmevunja madhabahu ya Mungu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo naunganisha ujumbe Jumapili na ujumbe wa leo ya kwamba ili Mungu afanye kitu chochote mahala popote, lazima kwanza pawe na madhabahu ya Mungu. Kwa hivyo wakati walivunja madhabahu ya Mungu, walivunja uhusiano wao na Mungu kamwe, na Mungu akasema kupitia kwa Elijah, for 3.5 years hakutakuwa na umande wala mvua, na ikawa hivyo. Sasa kumekuwa miaka 3.5 bila mvua. Watu wameteseka. Mnajua shida ya kiangazi. Bwana sio sana. Si mnaelewa mashida za kiangazi. Mifugo wamekufa. Watu wameangamia. Watu wamekufa njaa. After 3.5 years, ndipo sasa Mungu akatokea Elijah, akamwambia, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu. Elijah akatoka. Kuna mambo mengi yametendeka hapo katikati, lakini Elijah akatoka kwenda kumiti Ahabu. Wakati Ahabu alipokutana na Elijah, tumesoma aya 17, anamwambia, ewe ndiye yule mtaabishaji wa Israeli. Kwa sababu Israeli ilikuwa katika taabu kubwa. Kwa hivyo sasa Ahabu anasema, wewe Elijah ndiye mtaabishaji wa Israeli. Lakini ukisoma aya 18, Elijah anajibu anamwambia, mimi si ndio mtaabishaji wa Israeli. Wewe ndio mtaabishaji wa Israeli, kwa sababu uliyavunja madhabahu ya Bwana. Praise the name of the Lord. Nataka tuelewane vizuri wapendwa. Shida kubwa ya Israeli haikutokana na Elijah. Shida kubwa ya Israeli haikutokana na Shetani. Shida ya Israeli ilitokana kwa kuvunjika kwa madhabahu ya Bwana. Shida ni hiyo. Hallelujah. Hapana, mjamsikia vizuri. Praise the name of the Lord. The trouble in Israel was because they had broken the altar of the Lord. That is why they were suffering. Because there was no altar. The altar was there, but it was broken. Now, Elijah amekuja. Na unajua Elijah amekuja fanya nini? Amekuja sasa kurejesha mambo, ili kuwe na mvua ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Ili mvua irejee Israeli, lazima sasa Elijah, because wapendwa tunawaambieni, Mungu anapenda watu wake sana. Na hangependa watu wake wateseke milele. Mungu mara nyingi huwa na njia anatafuta kurejesha watu wake, kwa hata kama wao ndio wametoka kwake. Lakini Mungu anatafuta njia ya kurudisha watu wake kwake. Bwana asifiwe sana. Unasikia Yeremia akisema, Njooni tusemezane. Hata kama dhambi zenu ni nyekundu kama bendera, mkikuja tukisemezana zitakuwa nyeupe kama bendera. God is not looking for his people. Mungu si kama vile tunamuona, ni kama headmaster amekaa na kiboko akikoja tufanye makosa tufukuze. God is a good God. Mungu wetu ni Mungu mwema. Na anatupenda hata wakati tuko. Tazama sasa, Waisraeli wenyewe ndio wamevunja madhabahu yake, wakainua madhabahu ya Baali, na kwa hivyo Mungu akawaondokea, wakaingia katika shida. Sasa amekuja ili aondoe ile shida, awarejeshee mvua. Nao, lakini kabla hajafanya hivyo, tunasoma kuanzia aya ya 30. Elijah akuja anasema, akawaambia watu, nikaribieni sasa. Aya 38, sikiliza vizuri. Hiyo verse anasema, Elijah said to all the people, come near to me. So all the people came near to him, and he repaired the altar of the Lord that was broken. That is the first thing Elijah did. Elijah akatengeneza madhabahu. Kwa hiyo hakuna kitu ingeendelea kama madhabahu bado haijarudishwa. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, nimekuja leo kuwaambia ya kwamba kuna madhabahu ya Mungu ndani ya mioyo yetu. Ya kwamba mioyo yetu, niliwaambia kuna madhabahu sasa mara 3. Kuna madhabahu mbinguni,
Bwana asifiwe sana. Na kuna madhabahu mengine ya Mungu duniani ambayo ndio hii madhabahu nimesimama. Na hii ina connect na madhabahu ya wapi? Hii ndio inatuunganisha na madhabahu ya huko. Halo, tuko pamoja. Na ndio nilikuwa nawaambia tukasoma neno ambayo inatuambia tuwe connected ama tuunganishwe na nini? Na madhabahu. Haleluya. Sababu ukiunganishwa na hii madhabahu, ina madhabahu imeunganishwa wapi? Mbinguni. Sasa katikati hii na wewe kuna madhabahu iko ndani ya moyo wako ambao nao unapaswa nataka mnisikilize vizuri. Naomba kama mkishiki. Praise the name of the Lord. Tumesema kuna madhabahu huko na kuna madhabahu nyingine hapa. Alafu sasa kuna madhabahu nyingine hapo. Sasa hii madhabahu inaunganishwa na hii nayo inaunganishwa na huko. Na unisikilize vizuri. Hata hii madhabahu ikiwa sawa sawa na hiyo iko sawa sawa, maana ile haikuwa na makosa. Makosa inaweza kuwa kwa hii ama kwa hii. Tuko pamoja? Shida haikuwi huko, inakuwa hapa ama hapa. Praise the name of the Lord. That's why I'm very careful. Ninakuwa mwangalifu sana wapendwa. Maisha yangu vile ninavyoishi, kwa sababu naweza kusababisha hii madhabahu iwe na shida. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Now, kunaweza kuwa hakuna shida hapa, lakini kama kuna shida na hiyo madhabahu, bado hata baraka zikishuka hapa hazitafika. Kuna madhabahu ya moyo wako ambayo ndio inakuconnect na madhabahu hii na inakuconnect huko. Kwa hivyo sasa tunakuja kuambiwa, nimekuja kuambia na Bwana ameniambia niwaambie tutengeneze madhabahu ya mioyo yetu. Mungu anataka kuachilia moto wake juu yetu. Mungu anataka kuachilia mvua yake juu ya maisha yako. Lakini kuna kitu kitakuzuia. Kama bado madhabahu imekuja, tutakufikisha mahali tutakuonyesha. I'll show you a broken altar when you come. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kwa hivyo sasa tumekuja kusema kwamba tunapaswa kurepair our altar. Nataka unisaidie. Praise the name of the Lord. Nataka unisaidie na jumla jirani. Mwangalie vizuri, mwambie leo ni kutengeneza madhabahu ya mioyo yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu usipotengeneza madhabahu ya moyo wako, tunaweza kama wewe mimi nibarikiwe na wewe uachwe. Kwa sababu madhabahu yangu iko na shida. Ikiwekwa makaa na mwagika. Ikiwekwa moto. So now, kama madhabahu iko na shida, unaweza kuwa kanisani, because the problem is not the church. Na baraka zako ziko kwa kanisa ikiwa hekalu yako iko sawa sawa. Si Biblia inasema mili yetu ni hekalu. Na kila hekalu iko na madhabahu. Praise the Lord. Hakuna hekalu. Ile kitu inafanya hekalu itwe hekalu ni madhabahu ambayo iko ndani yake. Hata kanisa bila madhabahu si kanisa. Kwa hivyo sasa wewe mwili wako ni hekalu. Na kwa hivyo ndani ya hiyo hekalu kuna madhabahu ambayo ikivunjika kila kitu inaharibika. Mvua inakoma na moto wa Mungu unakoma. Nao tumesikia kwamba Elijah alipotengeneza madhabahu ndipo akainua macho. Hata hakuomba maombi marefu. Let me tell you brothers and sisters. Wakati madhabahu iko sawa sawa, maombi marefu ni mzuri kwa sababu tunahitaji kuombea mambo mengi. But sometimes you just say a word. Unasema neno tu. Kama madhabahu iko sawa sawa, moto unashuka. Yes. Soma Biblia yako usikie. Elijah hakuomba mambo mengi. Hata hakurukaruka vile tunaruka. Na kurukaruka mimi nimerukaruka sana. Lakini sometimes nguvu haikuji na bali maombi haijibiwi kwa sababu ile exercise imefanya. Hapana, ni madhabahu. Praise the name of the Lord. Na Biblia inasema hivi ya kwamba Elijah alipoomba, na kumbuka ilikuwa ni challenge kubwa sana. Maana pale kuna madhabahu ya Baali ambayo ilikuwa tayari imeinuliwa na iko na washirika 850. Iko na manabii. Soma hiyo 850 priests. Na Elijah kwa sababu madhabahu yake ya hapa ilikuwa sawa sawa, akaanza kuwachezea. Akaambia nini? Kwa sababu ni wengi, anzeni. Ombeni. Yule Mungu atajibu na moto. Huyo ndiye Mungu. Na kwanza aliambia Ahabu, sasa enda ita Israeli wote. The whole nation wakusanyike. Alafu manabii wako na makuhani hao wako 850 wako. Tengeneza hiyo madhabahu mmekuwa mkiabudu, iwekwe hapa. Na ile mlikuja akawa mtatengeneza, iwekwe hapa. Yule Mungu atajibu na moto kwa madhabahu yake. Huyo ndiye Mungu. Wale wakaomba.
wakaomba hakuna. Alafu yeye anawachezea anamwambia, dada, huyu Mungu wenu anafariji akiona dada, chukueni kanyoeni wewe mjikatakate, lakini akiona mjikatakata atasikia. Na wakasema mimi akaenda akachukua tu, wakajikatakata wakaruka. Elija anajua hivyo vituko, anajua ile kitu ya maana ni madhabahu. Haya, wakaendelea mpaka ilipokaribia jioni, akaambia okay, pengine huyu Mungu wenu analala. Pengine ameenda kesha, ana usingizi. Sasa pazeni sauti kubwa mumwamshe. Wakafikiri usaidiwa. Na kumbe ni actually moka ile hapa. Wakapaza sauti, hakuna, maana bali si Mungu. Jehova ya Mungu. Wakaitana, hakuna majibu. Akaambia sasa imetosha. Sasa akaambia sasa taleni hao. Akasema sasa chukueni maji. Na mnajua maji ni moto. Ongezeni, chimbeni mtaro, muongeze maji kwa kubwa. Then just look at his confidence. Maana tayari ametengeneza madhabahu, anasema madhabahu ikiwa sawa sawa, hata umwagie maji, hata uende kwa waganga na washauri. Sisi kama kuna mtu anasikia. Kama madhabahu yako ni sawa sawa, au basi kupitishwa na yoyote. Amen. Bwana sifiwe sana. Atakuendea kitu. Ama atakuendea. Kama madhabahu iko sawa sawa, pendwa, yuko hautishwi. Ati walisema ati mimi sitakuwa, walisema sitaoa, ati wakasema sitaolewa, shindwe. Kama madhabahu iko sawa sawa, pendwa, there is nothing can stop you. Ongezeni maji. Biblia inasema akainua tu maji. Mwambie Mungu, ili watu hawa wajue ni wewe uliyeniita na kwamba wewe ndiye Mungu. Hebu moto. Biblia inasema moto ukashuka. Madhabahu ile maji, kwa Biblia inasema maji, kwa sababu moto uliramba maji. Ni kawaida moto kulala maji. Uliramba ile maji kaisha. Ndio ikateketeza everything. Watu wote walipoona ile, Biblia inasema wakainama, wakasema ni kweli Jehova ndiye Mungu. Hallelujah. Basi Elijah akawaambia, basi kama Jehova ndiye Mungu au manabii 850, msiaga hata mmoja, sikeni kama teni wote sasa. Tupeleke huko mtoni tumalize. And that's what they did. Because lazima angeinua madhabahu ili Mungu akuje. Nataka msikie vizuri. The issue here ni kutengeneza nini? That is my message today. Ili Mungu afanye nini? Mungu apate kutembea, lazima wangefanya hivyo. Na sio kuharibu, ni kuharibu madhabahu na makuhani wa hiyo madhabahu. Walipomaliza hivi, wakawaangamiza. Biblia inasema kutoka hapo. Baadaye utaendelea kusoma hiyo hadithi na utasikia vile mvua ilikuja katika Israeli. Praise the name of the Lord. Amen. Now, ninaenda haraka tu kwa sababu ya time, vile tulisema tutamaliza mapema. Nataka nikurushe tu mpaka kwa kitabu cha Ufunuo mlango wa 2 aya 4 mpaka ya tusome mpaka ya 5, ya 4 na ya 5. Excuse me. Ufunuo 2 aya tusome ya 2, tuanze aya ya 2 tu. Sikiliza, huyu ni Yohana ananewa na Yesu, anaambiwa, nayajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na kuwa hauwezi kuchukuliana na watu wabaya. Unasikiliza hiyo ndio sifa hiyo. Nisikiliza vizuri. Anasema anajua wewe, unajua subira yako na taabu yako. Yaani unapitia katika shida lakini bado uko na subira. Subira ni kuvumilia, lakini bado uko na patience. Sio ni wewe? Sina mtu kama huyo. Bado unapitia magumu lakini bado unapenda Yesu. Sina mtu kama huyo hapa. Mko wapendwa. Bado unampenda Mungu hata kama kuna matatizo, lakini bado unampenda Yesu. Na anasema kwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Huyo anakaa kama mimi. Na wewe anakaa kama nani huyo? Sio kama mimi. Anakaa kama wewe. Yaani huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Praise the name of the Lord. Amen. Huyo hata kama hafanani na wewe, anafanana na mimi. Kuna watu wako kanisa leo. Haya tena umewajaribu wale wajitao
mitume nao sio ukawaona kuwa ni waongo tena. Hiyo ni yote ni sifa. Haya, aya ya 4, lakini sasa ikifika lakini tuseme sio sisi. Unajua sio kwa ilikuwa ni sisi. Hata wakati maana hiyo statement ni moja hapa. Lakini bado ni sisi tu. Mama Kawira. Ni sisi kwa hapa. Lakini okay. Lakini nina neno juu yako. Neno juu yani I have one thing. Nina neno moja tu juu yako. Anasema nina neno lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Na tunazungumza juu ya kulipia madhabahu. Sasa ni kama hivi Bwana Yesu anasema kwa kanisa liitwalo Laodikia, kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, na yajua matendo yako mazuri, lakini kuna neno moja, kuna mahali nataka utengeneze. Kuna mahali nataka kuna kitu nimeona nataka utengeneze, hiyo ndio tutembee sawa sawa. Ninataka kukubariki sasa. Nataka kuachilia moto wangu juu ya maisha yako. Nataka kuachilia baraka zangu kwako. Lakini kuna neno moja ambalo linanizuia. Naambia kwamba uliacha upendo wa kwanza. Kwa inadha wa Bwana anasema ni kwamba madhabahu yako iko na shida. Kuna kitu ninaona katika madhabahu yako nataka itengenezwe. Na ndio leo nimekuja wapendwa, nitamaliza kwa kifupi sana. Tumekuja leo tunataka kutengeneza nini? Madhabahu. Tulipea madhabahu. Kulipea ni kiti ambacho unakalia lakini kamilika ila mguu. Ama sasa uweze kalia vizuri kwa sababu inahitaji nini? Inahitaji repair. Inataka kutengenezwa. Na ndio Bwana ameona mioyo yetu, anasema lakini kuna mahali nataka kutengeneze. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Okay, ishara kama ngapi? Ishara 5 za kuonyesha madhabahu ambayo inahitaji marekebisho. Ishara ngapi? 5. Number 1. Wakati ambapo moyo wako hautamani ushirika wa neno la Mungu na maombi. Hiyo ni ishara kwamba madhabahu yako imevunjika. Sasa kuanzia hapo hata nikikosa amen nitakuwa sawa sawa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu nitakuwa nikitimiza wajibu wangu kama mchungaji wa kondoo za Bwana. Praise the name of the Lord. Point number 1, utakapoona ya kwamba hauna kiu ya neno na hautamani ushirika wa kanisani wa kusoma neno na kuomba pamoja, madhabahu yako iko na shida. Utakapoona kwamba ushirika unafanywa pale na wewe uko hapa unaona cartoon na uko sawa tu, madhabahu iko na shida. Praise the name of the Lord. Utakapoona kuna sababu fulani ya kwamba ninajua watu wa Mungu wanakutana pale kusikiliza neno la Mungu na kuomba pamoja, na hauna shauku, huna tamaa, yaani moyo wako hautamani kuwa pale, madhabahu yako iko na dosari, unahitaji kurekebisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Sababu Biblia inasema ya kwamba kama watoto wachanga litamanini neno la Mungu lisilogoshiwa ili mpate kukua. Ikiwa mmeoja ukasikia Bwana ni mwema, ikiwa mmeoja ukasikia Yesu ni mtamu, basi Biblia inasema litamani neno kama mtoto mdogo anavyotamani maziwa. Basi na wewe utamani neno kama mtoto mdogo anavyotamani maziwa, ikiwa umeoja na kusikia Yesu mwema. Amen. Kwa hivyo kwa utakapokuta kwamba una shauku
utamani hata kwenda ni kama kusukuma. Hata Jumapili unakuja tu ukijikokota tu kuja kanisa, ni kama tu unakuja kwa sababu ni Jumapili. Halo, niseme ukweli nisiseme? Ikiwa unakuja tu kwa sababu Saturday imefika, lakini si kwa sababu unatamani kwenda kusikia neno la Bwana. Paulo akasema msikose kukutana mara nyingi kama vile wengine wamezoea. Yaani wapendwa, ni tabia mbaya. Nimesema hata nikikosa amen leo nitajitia moyo. Ni tabia mbaya kukosa kukutana na wengine wakati unafaa kukutana, unless uko na sababu ambayo hata Mungu mwenyewe anaona. Kama ni uvivu tu, kama ni vile kukosa tamani, kukosa shauku, ni kukosa kiu, ni uvivu, ni kukosa ile kiu, basi unahitaji kuimbia Mungu leo. Kiti yako imevunjika mguu, madhabahu yako iko na shida, inahitaji kutengenezwa. Namba 2 ni wakati ambapo kutolea Mungu inakuwaga ni uchungu. Unajua kuna watu anatoa tu lakini kwa machozi. Kuna mtu alikuwa analyze watoaji, akasema kuna watoaji mara 4 ama mara 3, akasema namba 1, akasema kuna watu akaita stone givers. Stone givers alikuwa anafananisha na mawe. Si mnajua mawe ile inaitwa kwa Kikuyu ile mawe gumu kabisa. Akasema mawe unaweza kupata kutoa kasehemu kadogo, lakini lazima ugonge na nini? Na nyundo. Ndio mawe itoe. Mawe haiwezi kukupea bila nyundo. Nilisema sitaki nini, lakini nataka niseme kila biashara. Mawe lazima ugonge na nyundo ndio itoe kitu. Na tena hata ukigonga ni kidogo tu na sasa hiyo umegonga. Namba 2, akasema kuna kitu anaitwa sponge givers. Simulja sponge ukiweka maji inaweza kaa nayo milele. Ukitaka itoe unafanya sponge nini? Ukitaka kutoa hiyo maji kwa sponge unafinya, lazima kuna wengine wasipofinywa na injili ya mara 3 akimelaniwa mpaka atishwe na neno. Hiyo ni sponge, lazima ifanye nini? Lazima ifinywe ndio. Halafu kuna wengine wanaitwa honeycomb givers. Yaani ni wale ambao ni kama vile asali itiririka. Wao tu they just go in their giving and they rejoice in their giving. So I want to tell you today, if you are stone giver, ndio unasikia watu wakishangilia wakati wa kutoa, unashiba wanashangilia nini? Kwa sababu kwako ni uchungu. Lakini nasema tu hivyo, lakini najua hakuna stone giver hapa. Najua hakuna hapa hakuna stone. Lakini akikuja umwambie ya kwamba stone givers, praise the name of the Lord, madhabahu yao iko na shida. Sponge givers the same, lakini wale honeycomb givers, wale ambao wanafurahia, utakapokuta ya kwamba haufurahii ukifanya kazi ya Bwana, haufurahii ukimtumikia Bwana, haufurahii ukiosha kanisa, haufurahii ukisaidia ndugu na dada, haufurahii ukitenda mema, madhabahu yako iko na shida. Unasikia shughuli zile? Unakuja iko. Haleluya. Hadi umeokoka. Praise the name of the Lord. Number 3. Wakati when you stop loving the believers, utakapoacha kuwapenda watu wengine ambao wameokoka, utakapokosa upendo, ukuta kwamba hauna upendo, you don't love the believers, haupendi wapendwa. Mnaelewa nasema nini? Sababu wapendwa, kanisa, Mungu ametengeneza kanisa iwe jamii, iwe familia. Amen. Na familia inaletwa pamoja na nini? Na upendo. Si ndio? Si upendo ndio unatuunganisha. Kwa hivyo sasa utakapokuta kwamba uko na shida na watu wengine, na unajua when you don't love people, kazi yako ni criticize. Ukija kwa kanisa kazi yako ni kuangalia kuna vile kimefaa. Sasa ni kwa nani? Sasa angalia. Nani anayana yaani kazi yako ni kuona nini makosa. Anasifiwe. Amen. Kwani mimi niko Kenya pekee yangu? Tuko na nini? Kazi yake ni let me tell you.
wakati unapenda mtu, hata wakati ako na makosa huoni. Biblia inasema upendo hufunika makosa mengi. When you love somebody, you just, okay, let me tell you this way. Kuna jamaa moja alikuwa, another sister alikuwa anatuintroduce. Wacha niseme hii tu kwa sababu hayuko hapa. Alikuwa anaintroduce mume wake kwa ushirika fulani mahali kwa fulani tulikuwa. Sasa anamintroduce vizuri huyo mke wake, anasema mambo mazuri sana kwa huyo mzee. Akamaliza, lakini tukaulizana wale tukaulizana kweli kabisa. Sasa mimi naliona kwa huyo mzee. Maana huyu ndugu, mimi mwanaume, lakini nataka kukwambia kama ningekuwa dada, ningeomba sana nisipelekwe na hiyo. Sababu ndugu alikuwa anakaa kama shoka. Lakini dada anampenda aoni hiyo, sisi tunaona shoka. Lakini dada anaona mtu wa Mungu. Sijui kama kuna kitu najaribu kukuambia. Yaani ule upendo huyu dada anapenda huyu mwanaume aoni hiyo. Hiyo tunaona yeye haoni. Kwa sababu ya nini? Ya upendo. Upendo unafunika. When you love people, let me also tell you, when you love this church, hata utaona makosa mengi yana. Maana sisi wanadamu tuko na makosa. Hatuna makosa. Bwana asifiwe sana. Kama unanipenda, hautaona makosa hiyo yote mingi. Praise the name of the Lord. Hata kama iko haitakuwa kitu kubwa kwako. Na wale watu unaona ya kwamba mwaka mmoja ameenda kanisa 42. Mwaka mmoja ameenda 42 churches. Why? Hakuna shida, si kwa kanisa iko na shida. Ili kama yule mtu unasikia ameolewa mara 5. Sasa unataka kuniambia hiyo wanaume wote 5 ndio walikuwa na makosa? Wewe ndiye mzuri kuliko watu 5, ama mwanaume mmoja umeoa wanawake 10. Na ndio kuniambia wanawake wote 10 wewe ndiye malaika. Ni malaika ama malaika. Kila nijaribu kusema ni kwamba shida hivi ndio ukikosa upendo wa mtu. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Hata ile kitu unatufanya tukae na huyu mama na huyu madam ambaye nampenda sana. Hiyo miaka tumekaa na tutakaa ingine kama 70 hivi ama hivi. Kama Yesu arudi. Ni upendo. Bwana asifiwe sana. Mimi nimetoka Kiambu, nimetoka Nyeri. Tumetoka sehemu mbalimbali, lakini tukaletwa pamoja. And now because of love we have been together. Na hatuna haraka ya kukaa pamoja. Praise the Lord. Yes, wetu, na sio jamii yetu, hata sio kijiji yetu. But it is because of love. Praise the Lord. Hiyo ndio inaweka watu pamoja. Ukikosa upendo wa ndugu na dada, utamweka hapa sasa mpaka tukusikie huko mahali labda. Kwa nini? Because you don't have love. Ukikosa love, watu wote wanakuwa wabaya. Hallelujah. Amen. Kumbukeni hii ndio ujumbe wangu wa mwisho nikiwa reverend. Kwa hivyo nataka kutoa yote ya reverend. Baba kaulia sana kwanza ya mwisho. Praise the name of the Lord. Lakini mpenda, I'm trying to help you to repair your altar ili mvua ya Mungu ipate kukunyeshea. Number 4. When you become complacent to the conditions of sin. Wakati ambapo wewe hauna shida kukaa na dhambi ama na watu waovu. Ni kama vile unasikia mtu anasema ndio naweza kunywa soda kwa bar. Ni kweli si makosa kukunywa soda kwa bar. Lakini soda zimeisha kwa hoteli, zikimeisha kwa kioski. Sasa mpaka mahali imebaki ni Karumaito. Mahali ambapo kuna walevi, zile nyimbo zinaupigwa huko, ile harufu iko huko. Na wewe uko sawa tu. Kuna shida kwa hiyo barabara. Unamaza tu, lakini kama unaendana huko ni sawa. Sijasema umetenda dhambi, lakini nasema if you can be comfortable ukiwa mahali ambapo dhambi imejaa, then kuna shida katika hiyo barabara. Maana tukisema Biblia inasema linda sana moyo wako, kwa maana ndizo zitokako chemchemi. Wewe moyo wako ndio madhabahu ambayo inachemka uzima wako. If you can, ikiwa unaweza kukaa na wao na uko sawa tu, then hiyo madhabahu iko na shida. Ya mwisho ni wakati ambapo, na unisikilize vizuri hapo, sana wadada, hata watu siku hizi nimetushika. Ni wakati ambapo hauna roho ya kusamehe. When you have your heart cannot forgive. Unaelewa vizuri? Wakati ambapo moyo wako mtu akikufanyia kitu unaweza kunungunika wiki mzima.
unaweza kuibeba ukiambia kila mtu unajua kile Esther kile kimesikuana kama kilifanya. Yaani unazunguka ukiambia everybody. Sababu nafikiri ukiambia watu utapona. Na ujui as you continue to speak inaendelea ile kidonda inaendelea kupanuka. If you cannot forgive, kama wewe kusamehe. Amen. Hii nataka unisaidie kuambia mtu kama moyo wako hauna msamaha. Madhabahu yako iko na dosari, iko na shida. Amen. Sisi bwana wapendwa. Kama kuna mtu praise the name of Jesus. Wakati moyo wako hauna when you walk in unforgiveness, when you cannot forgive people, wakati ambapo huwezi kusamehe watu. Biblia inasema ujue msamaha, inasema tusamehe watu mara ngapi? Siku moja Simeoni anaitwa Peter akaenda kwa Yesu akijiramba sana, akijishika hapa. Sema mimi naenda kusamehe mtu mara 7, usinione hivyo. 7. Aenda kauli. Sasa akafikiria hiyo ni mingi sana. Akaenda kwa Yesu. Kwa Yesu, mimi naenda kusamehe mtu mara 7. Wewe unasemaje? Unasema mimi sikatai. Lakini msamaha ukweli ni usamehe mtu 7 mara 70 kwa siku moja. Hiyo ni mara 490 kwa siku ngapi? Mtu anakukanyaga anakwambia sorry one. Baada 40 na ngapi? 900 4900 590 sorry. Sasa hiyo ukweli haiwezi kufanyika kwa siku moja, hata ukiwa unakaa na wazimu. Yaani in other words, Jesus anazungumza juu is total forgiveness. Ni kusamehe kabisa na kusahau. Si ile kusamehe na halafu unafanya nini? Kama niliambiwa na Wamasai, hata mkimaliziana kusamehe na hapa na upanga, lazima mkimaliza na kwa ile upanga na kufanya hivi. Kizazi kimaliza. Lakini amefanya nini? Amekata anasema haya, basi tumemaliza. Yeye kumaliza. Yaani akikata yanasikia Jamika. Praise the Lord. Mimi nisikia tu sijui kama ni kweli. Praise the name of the Lord. That is not forgiveness. Forgiveness is forgiving and forgetting. Ni kusamehe na kusahau. Though hapo ni kushauri. Kwa mfano, kusema ni kusamehe na kusahau. Acha nifanye mfano na Baba John, najua hawezi kukwanza. Tuseme Baba John alitembea kwangu. Nilikuwa na kobole, nikaacha kuna nimewekelea kwa meza. Nikaenda bedroom kuchukua kitu, kurudi kile kobole hakuna. Haya, sasa naweza kuvumilia tu nimsamehe, lakini kesho akikuja nitaacha kobole hapo. Hapana. Hapana. Nitafanya nini? Nilimsamehe lakini kuna laini. Lakini kuna laini, ukimwonea hiyo laini, unajua sasa hapa watoto wakiwepo wanaweza pata shida. Kwa hivyo unaondoa watoto, ulimsamehe lakini you must be careful. Praise the name of the Lord. Lakini kusamehe, Biblia inasema hiyo haina kuuliza. Amen. Na nataka nisome andiko la mwisho, sababu leo tunataka kumaliza mapema na nataka tuwe na wakati mzuri wa kujirekebisha, wa kujenga madhabahu. Na soma Leviticus. Leviticus ni kitabu cha Walawi. Ama kwanza ungesoma tukesoma inaitwa nini? Ukisoma Ufunuo 3:15 pia Yesu anasema ya kwamba, wacha nisome hiyo nikipitia tu. Hiyo ni kupitia, alafu tusome Leviticus 3. Ufunuo 3:15 anasema hivi, sikia, najua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una nguvu wala hu baridi na si moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa nitakutapika utoke kinywa changu. Jaza hapo mpaka 16. Sikia, Yesu anasema hivi sasa kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia, anasema
Najua matendo yako vile vile kama ile ya kwanza, lakini namalizia kusema ya kwamba bado kuna shida. Anasema najua matendo yako kuwa wewe si baridi na si moto, uko vuguvugu. Sasa anasema amua leo, na mimi nimekuja kuambia mtu amue leo, uwe baridi ama moto, sababu hakuna. Nisikia kuna fisi alipasuka, inamnani kusafia nini? Msamba. Sababu ya kujaribu kupitia njia mbili. Wapendwa, tunapaswa kupita njia moja. Anasema uwe moto, uchague leo mapendo. Bwana siwe sana. Angalia mtu mwambie kutangaza msimamo. Uwe moto au baridi. Anasema sababu sitakubali, Bwana anasema sitakubali uwe basi wa shetani na si wangu. Uko hapo. Sababu ya kukaa hapo katikati, mimi nitakutema kutoka kinywani mwangu usipo amua. Amen. Leviticus ama Walawi, kitabu cha mambo ya Lawi 6. Nataka usikie hii, maana tunaongea juu ya kurekebisha madhabahu. Anasema hivi, na huo moto ulio madhabahuni atautunza uwake daima juu yake usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi, naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake, naye atateketeza mafuta na sadaka za amani. Namalizia na hii. Mungu akazungumza na Musa, akamwambia awaamuru wana wa Israeli, awaambie hivi ya kwamba moto juu ya madhabahu unapaswa kuwaka daima usizimike. Yaani anawaambia kwamba madhabahu yangu nataka iwe na moto. Kwanza ya Kiswahili nasema daima. Daima Kiingereza ni forever. Hello? Anasema moto juu ya madhabahu usifanye nini? Usizimike. Anaambia Musa, abia Haroni na wanawe na makuhani wote wa nyumba ya Lawi ya kwamba nimewapa amri hii siku ya leo, ya kwamba juu ya madhabahu yangu moto usiwahi kuzimika, uwake daima. Akasema hivi ndivyo watakavyofanya. Kila asubuhi kuhani ataongeza kuni kwa ule moto, kwa sababu sitakubali moto wa kigeni. Inadha anasema ya kwamba ilitokea hivi wakati ambapo madhabahu yalimalizwa na Musa, Mungu mwenyewe aliakisha moto. Akasema basi kuanzia sasa moto huu ambao nimeanza usizimike, utunzwe uwake daima. Kwa hivyo kuhani, na kuhani ndio wewe. Biblia inasema kwamba sisi ni makuhani wa Agano Jipya. Wewe ndio utakuwa ukiongeza kuni kila asubuhi, ili hii moto ufanye nini? Wake daima. Sasa kuna shida, madhabahu ukibomoka moto unazimika. Bwana sifiwe sana. Sasa hapa tunaona Musa alijua hali hii, walitunza ile moto na moto ukaendelea kuwaka daima, na ndio sababu Mungu akaendelea kukaa katikati yao. Wakati walivunja madhabahu, kukawa hakuna moto tena, kukawa na shida katika Israeli. Inawezekana wapendwa, asubuhi ya leo wengi wetu shida ambayo tunapitia, mambo magumu ambayo tunashindana nao, sometimes hata hakuna shetani, ni madhabahu. Kama unasikia Israeli, huyo Ahab anaambiwa na Elijah, the trouble of Israel, shida ya Israeli sio mimi, ni nini? Mwefanya nini? Ulivunja madhabahu ya Bwana, ndio kukatokea shida. Leo hii wapendwa, nataka Mungu atusaidie. Hallelujah. Na mimi kila mmoja wetu wapendwa, including me, kuna mahali ambapo tunahitaji kuambia Mungu, nataka unitengenezee madhabahu yangu leo katika jina la Yesu. Hallelujah. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Naaman. Unajua Naaman? Sikia hadithi ya Naaman. Biblia inasema ya kwamba Naaman alikuwa shujaa, kila mahali alienda vita alishindana, alikuwa na sifa nzuri sana, alikuwa mtu ambaye alikuwa na heshima katika nchi yao, lakini alikuwa na ukoma. Alikuwa na mambo mazuri sana, lakini alikuwa na ukoma, mpaka alipoenda kwa Elijah akamwambia aje Jordan mara 7 ndio apate kupona ule ukoma. Bwana sifiwe sana.
ukomo wako ni nini. Unaweza kuwa una kama Naaman, everything about you is good, kila kitu kukuhusu, lakini kuna mahali fulani kuna ukoma. Tuambie Bwana leo, we want to repair the altars of God. We want to see. Tunataka kuona Mungu akitembea katika maisha yetu. Tunataka kuona nguvu za Mungu zikitimilika katika maisha yetu katika jina la Yesu. Na inawezekana leo. Haleluya. Kama kuna mtu siku ya leo unasikia ninasikia kabisa kuna haja ya kutengeneza, repair my altars. Nataka usimame kwa miguu yako. Mtu ambaye anasikia kabisa, Mungu wangu, kuna mahali neno hilo limeniguza na nasikia nataka kurekebisha, kutengeneza madhabahu yangu somewhere. Nataka moto wa Mungu, nataka mvua ya Mungu. Kuomba usimame na miguu yako. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Oh, glory to your name. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Tunaenda kuchukua dakika kadhaa kuangalia mioyo yetu. Tuambie Bwana, katika jina la Yesu, nataka kutengeneza madhabahu yangu leo. Hallelujah. Daraba shamba la makayanda. Inua tu mikono yako. Funga macho yako, angalia moyo wako. Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu, unisafishe kwa damu. Inua sauti yako, mwambie Bwana akapeleleze moyo wako leo katika jina la Yesu. Bwana yuko katikati yetu. And the Lord is in our minister. The Lord is here. Hallelujah. The power of God, the anointing of God is flowing. The glory of God is upon your place. In the mighty name of Jesus, lift your heart. Allow the glory of God, allow the Spirit of the Lord to move upon you. Today in the name of Jesus, in the name of Jesus, let every altar be restored. Let every altar be restored. Let every heart be lifted up. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Listen to me.
nisikize kidogo. Nasikia nguvu za Bwana zimeshuka mahali hapa kwa njia kubwa sana. The power, nguvu za Mungu zipo katikati yetu. Nataka tu wewe mwenyewe uwe mwaminifu mbele za Bwana. Mwambie Bwana, hii ndio inayonisumbua. Hii ndio inafanya madhabahu yangu kubomoka. Hii ndio Bwana nasikia kabisa inanishika, inanivuta nyuma. Hallelujah. Kiri mbele za Bwana. Confess it. Tubu katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, nisamehe. Bwana, nioshe hapa. Bwana, nitengeneze hapa. Ninakupenda Bwana, na ninajua unanipenda. Nisaidie Bwana. Nisaidie kushinda hii. Nisaidie kushinda hii. Nisaidie kupenda watu wako. Nisaidie kutoa. Nisaidie kufanya kazi yako. Nisaidie kupenda neno lako. Nisaidie kukupenda Bwana. Haleluya. Inua sauti yako sasa. Mwambie Bwana, nisamehe. Mwambie Bwana, nitakaze. Mwambie Bwana, nitengeneze. Nakubali Bwana, nahitaji msaada wako. Nakubali Bwana, nakubali kabisa kuguzwa na wewe. Niguze leo Bwana, niguze Bwana, guza moyo wangu, guza njia zangu Bwana. Haleluya. Nijengee madhabahu yangu, nirekebishe madhabahu yangu leo katika jina la Yesu. Haleluya. Eketerebo roko nomosia karaboko. Haleluya. Shira baba Bwana na Masaya Bwana. Shika baba Masaya Bwana. Shika baba Masaya Bwana. Kororo shika Bwana. Haleluya. Leo nasikia kuita kota. Nataka niondolee hii meza.